Mambo vipi mtazamaji wa Ubwa Kigoma, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Shabaha Yangu. Kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja leo kutokea halmashauri ya Kigoma mjini, mkoani Kigoma, na leo tupo katika shule ya sekondari Kitwe ambapo tumekuja kupiga story, kufurahi, kuelimika na kujifunza pamoja na wanafunzi kama unavyoona jinsi ambavyo wameshine mahali hapa. Lakini leo siko peke yangu, nipo na utakuwa nami Telesia Joseph aka Tell Happy. Ya, kwa majina yangu mimi naitwa Fadhili Bihongora, ukiniita OG West Mtumbadi utakuwa hujakosea. Na leo hii kwenye kipindi chetu tunakwenda kujifunza, kuelimika pamoja na kuburudika pamoja na wanafunzi. Lakini kipindi hichi ni mahususi kabisa kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu, sekondari pamoja na shule za msingi. Okay, bila kusahau mpenzi mtazamaji, kipindi hiki cha Shabaha Yangu kimeweza kuandaliwa na kuratibiwa na chuo cha waandishi wa habari na utangazaji ili kiweze kuwafikia vijana wote walioko mashuleni lakini pia walioko vyuoni. Ungane nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Na leo hii tumekuja kukuandalia vitu mbalimbali katika kipindi chetu cha Shabaha Yangu, ambapo moja kwa moja tutakwenda kuangalia uelewa wa wanafunzi wa Kitwe. Tutakwenda kupiga nao story lakini pia kufurahi moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tulichokuandalia leo hii ni maswali ya papo kwa papo, ambapo tutakwenda kupima uelewa wa wanafunzi wa Kitwe kwa kuuliza maswali na majibu. Yaani tutauliza maswali, wao watatupa majibu. Hicho kitakuwa ni kipengele cha kwanza, lakini kipengele cha pili vijana hawa watakwenda kutuonesha uwezo walionao waliopewa na Mungu, yani inamaanisha kipaji chao. Tutakwenda kuenjoy nao pamoja. Kwa usikose kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Karibu. Kama unavyoona mpenzi mtazamaji, wanafunzi wetu wameweza kutulia kabisa na wamependeza kiufupi. Basi twende tukaangalie, je, mbali na darasani, je, huku nje wakoje? Bana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Tawakali. Bana, mbali na darasani sisi nipo na swali langu hapa. Uko tayari? Niko tayari. Ni mto gani mrefu duniani hapa? Mto Nile. Bana, apewe pongezi zake. Na mtazamaji, kama unavyoona wanafunzi wako moto kabisa, na bwana Tawakali amejibu swali lake vizuri na mimi pia nimependa. Lakini pia sasa tunakwenda kwenye swali la pili. Raundi hii hapa mimi nitamtaka mdada mzuri ambaye anajiamini na anajikubali aweze kunijibu swali langu. Dada, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Maimuna Vitus. Maimuna Vitus. Binadamu anategemea hewa gani ili aweze kusurvive katika ulimwengu huu? Oxygen. Safi sana. Hebu mpigie makofi. Maimuna kajibu swali vizuri kabisa, vile ambavyo mimi napenda. Kusema kweli wanafunzi wa Kitwe wako smart sana na ninapenda ujibu wao wa maswali, jinsi ambavyo wanayajibu na jinsi ambavyo walipokea swali na kutafakari kidogo, wanakupa muda ubongo wa kuweza kufikiria. Lakini maswali hayajaishia hapo. Dada Telesia, naomba uwape swali lingine. Bana, tunaambia wanaokaga bakabenja bana wana akili. Ngoja tukawatafute. Twende moja kwa moja. Mambo vipi? Safi. Uko poa? Uko poa. Uko kidato cha ngapi? Form 1. Form 1. Wanyama gani wawili ambao wana jamii ya paka? Magani wawili ambao wana jamii ya paka? Kuna nani? Kuna sungura na chui. Bana, anaweza kusema kuna sungura na nani? Na chui. Je, ni sahihi? Tuendelee kutafuta. Tuendelee kutafuta. Na inaonekana wanafunzi wako moto sana. Na mimi napenda ni lete swali langu lingine. Mimi naona kuna dada hapa kanyosha mkono. Oh my god, Miss Pole. Leo nitadili na wadada. Leo tusimame na wadada. Mambo vipi? Poa. Bana, watoto wa kike sisi tunavimba, si ndio? Basi usiangushe, si ndio? Ni wanyama gani wawili ambao wana jamii ya paka? Duma na chui. Duma Na chui. Duma Na chui. Tuendelee. Nani? Omari ya dunia. Omari. Ni wanyama gani wawili ambao wana jamii ya paka? Sungura na fisi. Sungura na fisi. Twende kwa mwisho. Mdada, nani yuko tayari? Haweza kanyoosha, tunawatafuta. Tunawatafuta wenyewe. Tunawatafuta wenyewe. Tunaambiwaga wenye miwani wana akili. Wana akili. Ya. Twende. Tutafute mdada mmoja ambaye amekula meno yake safi. Wenye miwani wana akili. Ngoja tu. Unaitwa nani? Hijat Shaban. Hijat. Wanyama gani wawili ambao wako na jamii ya paka? Simba na chui. Wow. Bana, ameweza kusema simba na chui. Tumpatie pongezi zake jamani. Msio wachoro. Mpenzi mtazamaji, katika wanyama ambao wana jamii ya paka ni simba lakini pia na chui. Si ndio?
Japo kuna wengine walisema sungura. Basi mimi napenda tena niulize swali lingine kwa wanafunzi wa Kitwe. Inaonekana mko na utulivu mkubwa sana wa akili na navutia the way ambavyo mnanijibu maswali yangu. Sasa hapa swali langu pia nimelobaki nalo ni moja. Nataka niwaulize dada zangu ambao mmependeza mko mitaa hii hapa. Nimesema leo mimi nadili na dada tu. Dada mambo vipi? Naomba usimame kidogo. Unaitwa nani? Agnes, mwalimu wako wa history mwalimu nani? Sabdala. Abdalla Mkumbege. Sawa. Basi nataka kujua, je, ni miji gani mikubwa ya kihistoria hapa Tanzania? Anasema Dar na Dodoma. Sina idea sana, lakini hakuna shida. Ngoja tuendelee kuuliza mpaka tutakapopata jibu sahihi. Asante sana dada yangu. Basi swali hili tunalitupa kwa mkaka mmoja ambaye anajiamini, anajikubali na ataweza kunijibu swali langu kwa ufasaha kabisa. Na hapa napata kuona wakaka wamepoa, ni wamekaa kiofisa kabisa. Brother umekula tea nyekundu. Mambo vipi? Poa poa. Naomba usimame. Mambo vipi? Poa poa. Unaitwa nani? Oscar Samuel. Oscar Samuel, mwalimu wako wa history ni nani? Sabdala. Abdalla. Naomba unitajie miji mikuu ya kihistoria hapa nchini Tanzania. Zanzibar na Bagamoyo. Anasema Zanzibar na Bagamoyo. Hebu piga makofi hapo. Pigeni makofi. Mwamba kala tai nyekundu kaonyesha kwamba mimi ni mtu hatari. Huyo mheshimiwa huyo mheshimiwa. Kama tunavyojua kwamba kitu chekundu kinamaanisha hatari, na kweli tunaonyesha uhatari wa ubongo wake na ujinsi ambao anaweza kufikiria. Bana Maniwesi, twende kwenye swali la mwisho, tunafunga. Tunafunga mjadala. Tunafunga. Sasa tumtafute yule wa mwisho. Nani yuko tayari kwa swali la mwisho? Dada kanyoosha kidole kwa wizi ila mimi nimemuona. Macho yangu yanaona. Mambo vipi Bishehati? Poa. Unaitwa nani? Amina Sadik. Nataka kulia. Angalia basi mbele. Nataka kulia vile. Hamna. Hamna. Nina swali la mwisho, jepesi kabisa. Kila binadamu huwa ana joto kwenye mwili wake. Je, joto hupimwa na kifaa gani? Temperature. Joto lidi. Kipima joto. Hapa maua yake. Japo amejitafuta temperature, joto lidi, ila akafika mwishoni thermometer. Kama nilivyokuambia Dafarida kwamba wanafunzi wa Kitwe wana akili hawa. Utulivu kwanza. Muda huo hapo nadhani ulikuwa umempeleka spidi kidogo, lakini alikuwa bado anaendelea kujitafuta na kusearch mafaili ameweka wapi jibu lake na hatimaye ameweza kulipata na ameperform vizuri. Kusema kweli mimi nawapongeza sana wanafunzi wa Kitwe. Mko na uwezo mkubwa sana wa kufikiria, lakini pia mmeonyesha uwezo mkubwa katika kujibu maswali yenu. Na moja kwa moja tunakwenda kwenye kipengele kinachofuata ambacho ni kipengele mwanafunzi atakuja kuonesha uwezo wake binafsi ambao alipewa na Mwenyezi Mungu. Achana na elimu ambayo amepewa darasani na Sabdala, lakini atakwenda kutuonesha kwamba ana kitu gani cha ziada yeye kama yeye alichopewa na Mwenyezi Mungu. Hapa tunazungumzia nini? Tunazungumzia swala zima la kipaji pamoja na ujuzi binafsi alionao. Wanafunzi watakwenda kutuonesha vipaji vyao mbalimbali kama vile kuimba, kudance na vitu vingi ambavyo wao wanaweza kufanya kama binafsi yao ilivyo. Naam mtazamaji, hapa nipo na mdada mzuri ambaye atakwenda kutuonesha kipaji chake, yeye ana kipaji gani. Na namuona anajiamini sana, yupo na confidence ya kutosha. Dada mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Jessica Mabula. Jessica Mabula, wewe una kipaji gani? Cha kutangaza. Taarifa ya habari. Taarifa ya habari. Ndio mzuri ya kipaji cha kutangaza na atakwenda kutuonesha how wanaweza kutangaza taarifa ya habari. Karibu dada Jessica. Wananchi wa Kigoma, manispaa ya Kigoma Ujiji, walalamika kwa mvua zinazonyesha kwa muda mrefu na kusababisha mafuriko. Wamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kuwatatulia changamoto ya mafuriko. Wananchi wa Dodoma walalamika kwa ukosefu wa mvua na kukausha mazao yao ya alizeti takriban hekari 1000. Wamuomba Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Mohamed Bashe aweze kuwatatulia changamoto, aweze kuwafungia mitambo ya umwagiliaji, waweze kumwagilia mazao yao. Na nikiripoti kutoka hapa mkoani Kigoma, mimi ni Jessica Mabula wa Uyuba TV. Pigieni makofi sana. Huyu ni mdada mzuri ambaye anakwenda kwa jina la Jessica, ameweza kutuonesha kiasi gani yeye ana kipaji cha kutangaza habari na ametuonesha kabisa kwamba ni namna gani vipi ambavyo inatakiwa habari kuwa. Dada mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Ana John. Ana John, una kipaji gani? Cha uimbaji. Basi tunataka utuoneshe the way ambapo unaweza kuimba tukavutiwa. Karibu dada. Naimba wimbo wa msanii aitwaye Msomali. Mimi ndo yule. Hello sister, samani nimekuita, kaja kwa upole ukwa na sita.
mkononi ana macho matatu, o labda lisita kwa vile aliniona mchafu. Mindo yule ninakona TikTok, mindo yule niliokomba namba WhatsApp, mindo yule nilekona Facebook, mindo yule nilekona namba WhatsApp. We dada mindo yule, kiposti picha na komenti makopa ndo mie, ule niomba vocha nikafosi nkutumie, nilokutumia message ukasema nikaushie. We dada mindo yule, kiposti picha na komenti makopa ndo mie, ule niomba vocha nikafosi nkutumie, nilokutumia message ukasema nikaushie. Mindo yule mchizi, mwenye mapenzi, unanipa vipindi, kwa na mimi uwezi. Mindo yule fukara, nisiokuwa na hela, wala pa kulala, sina biashara. Mindo yule, oya mindo yule, mindo yule, unikumbuki mindo yule. Mindo yule, haipiti siku lazima nikucheki mindo yule, uliniombaga laki1 ya keki mindo yule, kwenye pati yako nilishia getini mindo yule. Mindo yule mchizi, mwenye mapenzi, unanipa vipindi, kwa na mimi uwezi. Mindo yule fukara, nisiokuwa na hela, wala pa kulala, sina biashara. Mindo yule, oya mindo yule, mindo yule, unikumbuki mindo yule. Sawa dada nzuri, sema unaitwa nani? Ana John. Ana John, umeimba vizuri sana. Kusema kweli wimbo wako unavutia na wote nadhani tumefurahika na tumeona the way ambapo wako anapanda na kushuka na zile verse. Bwana, kusema kweli dada mzuri ana kipaji sana. Asante sana dada, utafika mbali. Na wanafunzi wa kitu wamejaliwa vipaji kusema ukweli. Yaani hawapoi. Tuko na mdada mwingine hapa ambaye ni mdada mzuri, amekula zake jimbo lake safi na amependeza, lakini pia yeye ana kipaji chake pia na anataka kutushare na sisi kuweza kutonesha ni kipaji gani alichonacho. Dada, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Gea Medi. Gea Medi, una kipaji gani? Cha kurap. Unaweza kurap. Yale mambo ya 6 bars ni unapita nao fresh. Hebu basi tuoneshe kipaji chako. Nataka kusikia vichano. Aha, gafana shtuka. Mbona pumzi mekata au nimekufa? Kumba mama umekata na tupashuka. Tanisi ngo karibu arai ngarusha chupa. Sisi ni wala ambao getoni mavitu kibao mbao kama vile kwenye mtandao kuna jao umekuta pasia kwa unyao. We kila nikipita wakubona ni ita, wadogo na ni ita. G-Master wakati ukifika hakuna cha kusita, sauti itasikika. G-Master, G-Master aka Jua Say Gensa. G-Master aka Jua Say Gensa. Huyo ni mdada mzuri ambaye amepata kutueleza kipaji chake. Kusema kweli ameimba vizuri sana na watu wamefurahi kama unapopata kuona mtazamaji. G-Master. Bana, huyo ni G-Master. Yeye katuonesha uwezo wake wa kurap, amechana vizuri sana. Lakini bana, mimi nataka nimwambie sasa G-Master, mimi nataka nikujibu. Uko tayari? Mimi nataka nikuoneshe mmoja mkali wa michano. Wenzako wanajua, au mnasemaje aje? Nataka nimchane na mimi nimuoneshe michano yangu. Naanza tutasikia. Okay. Now bitch in the bang, me the flow gang nimechill na wanangu na wala hatuna den. Na bitch na hata kama nikasema nao jina lina trend every price kila save sikia ja anga zangu uone napo bamiza. Bitch likibang chakinawa kimbiza. Flow hawawezi chakinawa umiza. Kama wana doubt there's a flow ngeleza right magic monster I fight like master. Komitop shata kwenye beat navonata na mariza mauta try moto kufuata. Kuna utachopata taishia kupaka. Ji hapo unasemaje? Hebu nipe Max. Hapo vipi wanangu? Okay, Max nyingi natupa kwa nani? Kwa Ji au kwangu? Kwa Ji. Ji ameangamiza. Ji safi sana. Nashukuru sana. Ji utafika mbali sana. Hongera sana, endelea kukaza, au sio? Sawa, tuko pamoja. Na mtazamaji, bado wanafunzi wa kitu wanataka kushow vipaji vyao na wanaonesha uwezo mkubwa sana, lakini hawapoi. Tumekutana na dada ambao wameonyesha vipaji vyao, lakini pia kuna mkaka hapa naye anasema mimi siko nyuma pia kwenye swala zima la kipaji. Naweza nikashow kitu changu binafsi nilicho nacho. Brother, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Oscar Samuel. Oscar Samuel, una kipaji gani? Kuimba tu. Unaweza kuimba? Yes. Basi hebu tunataka uimbe pamoja na sisi tuweze kuenjoy. Sasa utakuwa unaniitikia? Unataka wewe anakuitikia? Yes. Bana, Oscar anasema mtakuwa mnamuitikia kulingana na michano yake ambayo yeye ameiandaa. Tuko pamoja? Mko tayari kumuitikia Oscar?
Basi sawa Oscar, twende kazi. Yes, mtakuwa mnanitikia takupoteza. Sawa. Yes. Ngoja kwanza ulivyo mwepesi ukishindana na mimi. Takupoteza. Kwanza mapenzi ya force kama utaki piga chini. Takupoteza. Kushare nawe sahau bora kashe na jini. Takupoteza. Kutuma kutolea zangu nilituma zamani. Takupoteza. Nilizoea milinda ilo kifika chumbani. Takupoteza. Kitandani gogo gumu chips nataka laini. Takupoteza. Nilikuta pisikali huku tukula kwa shida. Takupoteza. Mwenzako mimi matawi sema ukitaka kulinga. Takupoteza. 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 Au kisa unajua ndo maana unacheza. Au kisa unajua ndo maana unacheza. Wewe kitwa tunaweza. Ubanawe yatisha wanangu tunaweza. Woteza. Bana huyo ni mtu mzima Oscar kaonesha uwezo wa juu sana. Ameuwasha moto vizuri na actually tumepata kuenjoy. Kama nilivyokuambia before kwamba tunakuja kuweza kujifunza lakini pia kuburudika. Na Oscar amekuwa ni mmoja kati ambao ameweza kuonesha burudani bomba kabisa. Ameweza kuimba na sisi na unajua ni uwezo mkubwa sana kuweza kuimba na mtu ambaye amekaa pembeni. Kwa Oscar kaonyesha kipaji chake kwamba mimi nawaimbisha na mmekubali kuimba. Safi sana Oscar, utafika mbali kaza ndugu. Sawa, nashukuru. Naam mtazamaji, mambo bado ni moto, mambo bado ni fire. Na kuna mkaka yetu hapa ambaye amekuja kutuonesha tena pia kipaji chake. Yeye anasema na kipaji cha kuchekesha. Brother, mambo vipi? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Daniel Abison. Daniel, umesema una kipaji cha kuchekesha, nataka unichekeshe na utuchekeshe mpaka tucheke. Karibu Daniel. Okay. Kwanza nahitaji kijana mmoja hapa aje hapa kusudi tuweze kufanya kitu kimoja. Naomba Haji aje hapa. Haji njoo mbele. Daniel anakuita. Okay, tunaanza. Ni nani? Ni baba yako. Mchungaji ni nani? Ni bibi yako. Ni nani? Ni baba yako. Ni mama yako. Shangazi yako. Mjomba wako. Ni nani? Ninakwambia. Yesu alisema. Atarudi. Atarudi na nini? Ni baba yako. Ni nani? Ni bibi yako. Mzazi wako. Mzazi wako. Okay, tunaendelea na nyingine pia nitahitaji kijana mmoja. Naomba Elisha aje mara moja hapo. Elisha popote ulipo, Elisha naita. Ninachokuomba nataka ujifanye kama kiziwi ambaye hunisikii kitu ambacho nakwambia. Kwenda kwa nakwambia kitu, unaniambia unasema sawa? Sawa. Okay. Sikia nikwambie, demu wako anaolewa. Maharage ameiva. Nasema hivi, yule demu wako mwenye manyonyo makubwa anaolewa. Maji ametoka jana kule chini. Sio hivyo bana. Yule mzize anaolewa. Si majana ameshinda goli 4. Hujasikia bana, sikia nikwambie, yule mwenye manyonyo makubwa anaolewa. Tatu yako imetoboka. Wewe bana unielewi au? Nasema hivi, yule mwingine mwenye anaolewa. Imeisha. Alienda asubuhi. Jana. Asubuhi. Kaolewa. Kesho. Yule mwenye manyonyo makubwa anaolewa. Ugali umeisha. Nakwambia hivi. Sasa usipokaa makini, yule demu wako unaenda kumpoteza, anaolewa. Maharage amemwagika kule chini. Hujaelewa bana. Na mtazamaji, vibe ni kubwa sana la kutosha. Watu wamepata kuenjoy na kufurahi. Nadhani umeona vipaji mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wa Kitwe. Na brother Daniel hapa yeye alikuwa na kipaji cha kuchekesha na ameweza kutuchekesha. Actually tumecheka na bila kufunga, mwenye binafsi nimeenjoy sana na nimefurahi. Asante sana Daniel. Okay, asante sana. Moja kwa moja vijana wa Kitwe wanasema hatuboi, na hapa tuko na mkaka mwingine ambaye pia ana kipaji chake binafsi na anataka kushare pamoja na sisi. Brother, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Beckham. Unaitwa nani? Beckham, karibu. Una kipaji gani? Cha kuchekesha. Na wewe pia una kipaji cha kuchekesha. Karibu sana Beckham, tunaomba tuchekeshe. Kuna mwalimu ambaye ukipiga kona tujachomekea. Unaye.
Teacher ambaye upo katikati ya watu. Upo busy unataka ufunge tu. Yaani unainua tu kichwa hivi. Unaye. Haya umetulia. Umechomekea hapa huku bado. Unaye. Mkanda kidogo tu umeteleza unataka upandishe juu. Unaye. Tumeenda saluni usiku sasa tunajua anaanzaga huko wanamalizia hapo mimi umekata. Huku pamebaki panki. Ukikata kona unaye. Na mtazamaji huyu anaitwa Brother Beckham, lakini mimi leo hii napenda nimwite Beckham Unaye. Maana ndio kipaji ambacho ametoka utaisha zaidi hapa tuchekesha na content yake kubwa ilikuwa ni Unaye. Anazungumzia maisha mazima ya skuli hapa ambapo wanapitia changamoto. Labda kuna kosa unakuta mwanafunzi kalifanya sio kwa makusudi, ni bahati mbaya tu. Shati imemchomoka kidogo. Anakuambia kuna teacher ukikatiza Unaye. Kwa hiyo anaitwa Beckham Unaye. Beckham asante sana. Una kipaji kizuri sana. Endelea kukaza mwili yangu kufika mbali. Amepoa. Sawa. Bwana wanafunzi naomba msimame kidogo. Ili tuweze kuwashangilia wale ambao walipaswa kuonyesha kwenye kipaji chao na kuweza kuonyesha uwezo walionao binafsi, lakini pia wale wote waliojibu maswali yao vizuri. Sasa tunakwenda kwa utaratibu hapa. Tutapiga makofi ya kibungebunge. Nani anafahamu makofi ya kibungebunge? Mnajua makofi ya kibungebunge? Ndio, tutawapigia wale wote walioweza kushiriki katika kipindi chetu cha Shabaha Yangu, waliweza kujibu maswali, lakini pia waliweza kuonyesha vipaji vyao. Tutawapigia makofi mengi sana ya mvua ya kibungebunge kwa ajili ya kuweza kuwapongeza. 1, 2, 3. Safi, inapendeza sana mpenzi mtazamaji. Kama ulivyoona, haya yalikuwa ni makofi kwa niaba ya wale wote walioweza kushiriki kuonesha vipaji vyao, lakini pia kujibu maswali. Lakini haijaishia hapo tu, ni moja kwa moja makofi yao yanaenda pia kusambaza upendo kwa walimu ambao wamejitokeza mbele hapa na kuweza kuzungumzia vizuri swala zima la shule. Na mpenzi mtazamaji, mpaka kufikia hapo ni mwisho wa Shabaha Yangu kwa wiki hii. Tukutane katika wiki ijayo. Ulikuwa nami Teresia Joseph, lakini pia nilikuwa na Fadhili Bihongolo. Kiniita Uji Wese utakuja kukosea. Lakini bila kusahau kipindi hiki kimepewa nono na chuo cha uandishi wa habari pamoja na utangazaji Ujiji Broadcasting Academy ambacho kinapatikana mkoani Kigoma. Kitwe Secondary School, quality education for development. Bye. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.